Mheshimiwa sana Baba Vika General wa jimbo letu la Bagamoyo, Mheshimiwa mkurugenzi wa utume wa lei jimbo letu la Bagamoyo, Mheshimiwa mkurugenzi wa makatekesi jimbo letu la Bagamoyo, Mheshimiwa Baba Paroko wa kanisa kuu, Waheshimiwa mapadri wote tuliopo humu kwa ajili ya adhimisho hili, makatekisa wapendwa na waumini wote tunaojumuika pamoja kwa adhimisho hili takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha sherehe ya watakatifu Karoli Lwanga na wenzake. Kwa namna ya pekee sisi kama makatekisa na hasa katika idara yetu ya katekesi tunamwangalia kwa namna pekee Mtakatifu Karoli Lwanga. Huyu anawekwa mbele kama kiongozi wa hawa wenzake wote, lakini vile vile tunaona sherehe hii inahusu mashahidi. Shahidi lazima ashuhudie. Shahidi anayeshuhudia anashuhudia nini? Kwa hiyo katika ulimwengu wetu wa leo tunaona kuna mashahidi wa uongo vile vile, lakini shahidi wa imani ni yule ambaye anaiishi imani yake, anaitetea imani yake na vile vile anailinda imani yake. Anaweza kufanya hayo tu kwa sababu anayo elimu ya kutosha juu ya imani yake, na ndio maana yuko tayari kufa kwa ajili ya imani hii. Na shahidi anayekufa kwa ajili ya imani kama hawa Mtakatifu Karoli Lwanga na wenzake walimwaga damu kwa ajili ya Kristo. Na sisi ambao ni wa Kristo, ni waamini, pengine tumwage damu kwa ajili ya Kristo, ila tunamshuhudia Kristo kwa maisha na maneno yetu. Kwa maneno mengine tunakuwa mashahidi wa Yesu Kristo ambao tunamwakilisha ipasavyo katika ulimwengu huu. Watu wanamuona Kristo kupitia sisi, kupitia maisha yetu, kupitia matendo yetu, maneno yetu, mafundisho yetu, wanamuona Kristo. Na kwa sababu hiyo huyu Karoli Lwanga ambaye anakuwa ni mlinzi wetu kama makatekista, tunamwangalia kwa mtindo huu. Kwa sababu hiyo, jambo la kwanza tunaangalia nguvu ya neno la Mungu. Nguvu ya neno la Mungu tunapoangalia wote kama kundi, nguvu ya neno la Mungu dhidi ya mateso. Mateso yanaweza kumfanya mtu aghairi imani na aweze kuikana imani yake, lakini nguvu ya neno la Mungu inafanya mateso yawe mepesi, ukiangalia kile unachokishuhudia katika mateso haya. Tunaona katika nguvu hiyo ya neno la Mungu nguvu ya imani. Tunapoangalia hawa waliokufa kwa ajili ya Kristo, mashahidi wa Uganda ni vijana, si watu wazima. Ukiangalia katika historia ya kanisa, watu walikuwa wanasubirisha, mimi sibatizwi saa hizi, nitabatizwa nitakapokuwa mtu mzima, kwa sababu nikibatizwa leo nitatenda dhambi. Kwa yule anayekuwa mtu mzima anapoelekea mwishoni ndiye anabatizwa. Kwa unaweza sasa, kumbe ili uweze kuwa na imani thabiti na uwe tayari kufa kwa ajili ya Kristo, uwe mtu mzima. Lakini tunaona hawa waliokufa kwa ajili ya Kristo ni vijana. Walikataa kuiacha imani yao kwa vitisho ambavyo vilitolewa na mfalme yule. Walikataa kuiacha imani hiyo, walikataa kuisaliti imani, wakaendelea kuiishi, wakaendelea kuilinda, wakaendelea kuitetea. Lakini pamoja na hayo walienzi maadili yao,
tunu za maadili yao. Hawakuweza kumfuata yule mfalme ambaye aliwashurutisha waishi kadiri yake yeye mwenye anavyotaka na watimize matakwa yake. No, walienzi maadili. Na ndio maana hata tukiangalia katika kanisa tusema imani na maadili vyote viwili vinaenda pamoja. Huwezi ukasema ninayo imani thabiti lakini maadili yako ni ya wasiwasi, maadili yako yanaenda kinyume. Hapana, mambo haya mawili lazima yaende vizuri. Kwa hiyo utakatifu na ujasiri hauhusu watu wazima tu, yaani kwamba ni wazee. Unahusu watu wote, waumini, waamini, wale wanamwamini Kristo, wale ambao wanamshuhudia katika maisha yao. Na sisi sote tunaelekea katika utakatifu. Kwa hiyo kuelekea katika utakatifu huo, lazima tuwe tayari kumtetea huyo Yesu Kristo na kutoa ushuhuda. Maana kutoa ushuhuda, huwezi ukamshuhudia mtu kama wewe mwenyewe hujui vizuri ukweli wake. Kwa hiyo tunachokishuhudia tunakifahamu, na tunayemshuhudia tunamfahamu, na ndio maana tunaishi kadiri ya maelekezo yake na anavyotaka yeye. Ndio maana tuko katika safari hiyo ya kumwelekea yeye kwa utakatifu na ujasiri. Ujasiri katika kuongea bila uoga, utakatifu katika maisha pamoja na maadili ambayo tunayo. Lakini tunaona katika Mtakatifu Karoli Lwanga uthabiti, uimara katika imani, na ndio maana tunamwangalia kama katekista. Wapo tayari ndani, wamefungwa na mfalme katili, lakini akiwa mle katika uthabiti wake wa imani kama katekista, aliona wajibu wake kufundisha katekesi, kufundisha imani. Aliwafundisha wenzake, aliwafundisha habari njema, na katika kuwafundisha huko aliwabatiza katika imani ya Kikristo. Pamoja na hayo yote, kuwafundisha neno la Mungu, kuwapa katekesi juu ya imani, pamoja na kuwabatiza, aliwalinda dhidi ya unyanyasaji wa mfalme, kwamba wasije wakaona mateso makali mno wakawa tayari kuachia imani yao na kufuata anavyoamuru kabaka yule. Hawakuwa tayari hivyo. Kwa hiyo alifundisha, alilinda na aliwabatiza kwa jina la Kristo wale wenzake aliokuwa nao. Sisi ni makatekista, ni somo wetu huyu, ndio maana tunamweka somo, ni katekista huyu aliyefundisha imani. Tuna wajibu mkubwa. Hili ni adhimisho letu la kwanza hapa Bagamoyo, na ndio maana tuko wachache hivi. Wengine mwakani tutakuwa wengi zaidi, na katika mikusanyiko yetu tutakuwa wengi zaidi. Tuko wachache sana, na tukitambulishana hapa unaweza ukashangaa pengine ni wa Mivumoni, wa Wazo, wa Madale hapo. Ukisema Wakiwangwa wako wapi? Pengine naona wa Kerege naona wako hapo, ni karibu hapo, labda Kiharaka, Bagamoyo pale. Lakini sasa nikisema Mandera yuko wapi sijui, nikisema Lugoba, nikisema Chalinze pengine wapo au mmoja inawezekana, alafu Bwawani, wote hawa. Kwa hiyo umoja wetu huu ambao tunaweka na tunapomuenzi somo wetu Mtakatifu Karoli Lwanga, tuyaangalie hayo, kufundisha, lakini pamoja na kufundisha huko, kulinda. Na tunafanya kazi kubwa, wale tunawafundisha na kuwalinda waweze
kubatizwa, wengine wapate kipaimara, wengine wafunge ndoa. Ni dhamana kubwa tulio nayo kama makatekista, na ndio maana tunaitwa walimu. Katika kufundisha, pengine tuna katekisimu, tunaitumia hiyo katekisimu kufundisha wale wanaotaka kubatizwa, wale ambao wanataka kufunga ndoa, wale ambao wanataka kupata kipaimara, tunawafundisha, tunatumia katekisimu. Lakini haijatosha kufundisha maisha yetu. Wale watoto ninaokaa nao, wale ambao nawafundisha vile vile, si tu kwa katekisimu, kwa maisha yangu kama katekista. Kwa sababu wanaweza kaangalia akakuta kwamba mimi nafundisha, lakini katika kufundisha kwangu mimi ni katili, na wacharaza viboko, na watukana hovyo, na wanyanyasa, na walagai. Wakati mwingine naweza kawa na wadai hata pesa, mniletee pesa na nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakiangalia hivyo wakasema, katekista gani? Kama ni hivyo, kuwa Mkristo ni hivi, hapa afadhali kutokuwa. Tayari nitakuwa nimefukuzisha watu, hawajaja kwenye Ukristo. Kwa mimi ninayewafundisha, mimi nakuwa mvuto katika imani na maadili yangu na maisha yangu. Na tunapoona kwamba kuna watu wengi wanapenda kuwa makatekista, kwa hiyo tunafanikiwa katika utume wetu kama makatekista. Nataka niwe kama katekista huyu. Nikimwangalia amevaa kanzu yake, akakaa pale mbele anatufundisha, na mimi nataka nifanye vile vile. Kwa sisi tunakuwa modo, Waingereza wanasema kuwa modo, wanavyotuangalia. Kwa tunawafundisha kwa kutumia katekisimu, lakini tunawafundisha kwa kutumia maisha yetu. Maneno tunayotumia, na haya yote yanawavuta. Maisha yetu tunayoishi yanawavuta. Kwa mfano, anaona katekista ni mlevi, kwa mfano, anaenda pale kufundisha melewa, na atamuelewa. Wanaweza kusikiliza katekisimu, lakini akasema, ukatekista mimi sitaki kabisa, tayari mimi naharibu miito mitakatifu. Kwa sababu hiyo, sisi kama makatekista tuchochee imani, tuchochee karama zetu tulizo nazo. Lakini wakati huo huyu Karoli Lwanga hakuchaguliwa na mtu. Ni kwamba sasa wewe tunakuteua au tunakuchagua uwe katekista. Ni wito. Ninawajibika kuifanya kazi hii kwa manufaa ya Kristo mwenyewe na kanisa lake. Na kwa sababu hiyo nawajibika kuwafundisha ipasavyo. Niwafundishe habari njema, neno la Mungu ambalo ndio rejea ya imani yenyewe. Nitafakari nao tuweze kuelewa vizuri, lakini niwalinde watoto hawa ambao tunawafundisha. Wanakuja kanisani, wanapokuja kanisani wanajua kwamba tumeenda nyumbani. Na kwa sababu hiyo ninao wajibu wa kulinda watoto. Mzazi wa pili anakuwa mimi, na watoto wanapokuja kanisani wengi wanapita hapo, unajua papa pazuri hapo, wanajisikia ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo tunalo jukumu kama makatekista kulinda watoto dhidi ya mashambulio mbalimbali, na tunaalikwa na sisi tusije kawa chanzo cha kutesa watoto, kiasi kwamba sasa watoto hawajisikii nyumbani, na wanapokuona sasa amefika, wanapofika waje kukumbatia katekista wetu, mwalimu wetu, wakuletee na zawadi. Maana tayari wanajua kabisa kwamba huyu anafanya kitu kinachotakiwa. Kwa kuwalinda watoto hawa dhidi ya mashambulio, unyanyasaji na yote kama hivi. Unaweza kushangaa wewe kama katekista
unakuwa na mvuto mkubwa kuliko hata mzazi vingine wakati fulani, kutokana na maisha yako unavyoishi. Na watu wanataka wawe makatekisa kwa sababu yako wewe, kama wanavyoona. Mimi nataka niwe kama sister, nivae na mimi kama sister, nini wanavyoona hivyo. Na ndivyo hivyo makatekisa tunayo. Ndio maana nasema ukatekisa ni wito wala sio ajira. Ingekuwa ni ajira, ndio maana tungekuwa tunakimbizana. Naenda kusoma ili niwe katekisa, niajiriwe, nipate mshahara. Lakini sisi tunasema tunapata posho. Na kwa sababu hiyo lazima tuangalie hayo. Nikiwa parokiani niweze kuishi ukatekisa wangu, nisije nikaingilia nikawa kuhani. Kwa mfano, kuna sehemu fulani iliwahi kutokea parokia na vigango vingi. Kwa sababu parokia na vigango vingi, padri pengine wakati fulani anakosa nafasi ya kwenda katika vigango hivyo vingi. Sasa katika kigango kimoja ilikuwa sio siku ambayo inabidi aende padri pale, lakini akapata nafasi, niende niadhimishe misa takatifu kwa Wakristo hao. Akamkuta katekisa pale, akaanza kubishana, leo sio zamu yako, ni zamu yangu. Sasa wewe katekisa unamwambia padri ni zamu yangu leo, sio zamu yako, kwa mimi ndio ninayeongoza hapa. Hujatambua kwamba ni kwa sababu mapadri wamekuwa wachache na vigango vimekuwa vingi, ndio maana iko hivi. Ila sasa ni zamu yangu. Uweze kujilinganisha na padri. Wewe si kuhani wa huduma, kwamba umshushe Yesu Kristo pale. Kwa hiyo wewe unafanya kazi kwa niaba ya padri. Angekuwa mapadri wako wengi, maana angekuwepo mapadri mote. Kwa anapokuacha hapo katika kigango hicho, umwakilishe ipasavyo, na uwe kama Yohana Mbatizaji, kwamba mimi jamani, kazi yangu ni 1, 2, 3, lakini yuko paroko. Wakati mwingine tunaingia katika misuguano mingi na kukosa uaminifu wa tamaa, wakati mwingine tamaa ambazo hazina maana, ambazo zinakuwa sasa kiwingu kikubwa kinafunika tusitambue wajibu wetu kama makatekista, na tusisimame katika nafasi yetu kama makatekista. Tunataka tupore nafasi za kuhani. Haiwezekani. Kila mtu ana nafasi yake. Kanisa letu ni duara, ni watu wa Mungu hawa waliokaa hawa katika duara hili, wanasafiri hawa kumwelekea Mungu, kila mtu katika hali yake. Padri ni padri, katekisa ni katekisa, muumini ambaye si katekisa ni muumini. Kwa sababu hiyo lazima tuangalie yote haya, kwa kushirikiana zaidi, kushirikiana na makuhani hawa katika kazi hizo za kufundisha. Katika parokia, katekisa mkuu ni paroko, ndio katekisa mkuu. Wenyewe ni makatekisa wasaidizi. Katekisa mkuu ni huyu, ndiye amewekwa na askofu huyu aweze kuisimamia imani katika parokia hii. Sio tu imani na maadili Katoliki. Ndio maana nasema kwamba kanisa haliwezi kukosea katika imani na maadili, lazima viende pamoja. Kwa hiyo yote haya ndio anasimamia hivi. Kwa hiyo yuko pale, ndio katekisa mkuu. Kwa anapokuelekeza na wewe sasa mkaanza kupingana, matokeo yake inakuwa kinyume na inavyotakiwa, na wala hamuwezi kuwakilisha kitu kinachotakiwa. Na ndio maana katika hili tunapokuwa imara katika imani na maadili, wote inatubidi kuwa thabiti katika ukweli, sio katika unafiki, katika ukweli. Na ukweli ni ukweli, na uwezo kawa uongo, na uwezo kasema ukweli kadiri yangu mimi. Hapana. Yesu Kristo alituambia kwamba yeye ni ukweli, yani ndimi, njia, ukweli na uzima. Kwa tunamwangalia yeye. Kusimamia katika ukweli ni kusimamia katika Kristo, si kwa ajili ya kuhalalisha
vitu vingine. Utume katika parokia ni muunganiko wa waumini pamoja na kuhani yule paroko na mapadre waliopo pale pamoja na makatekista. Maana wakati mwingine nasema sasa tunapitisha nani watapata ubatizo, nani watapata kipaimara. Pata picha paroko anakuja anashangaa kuna mamluki. Maana sasa katekista na yeye amechukua mamlaka yake, ameingiza watu mamluki. Paroko anajua kabisa kuna moja mbili tatu. Anafika pale anakuta kuna watu wengine wamejichomeka humo, wametoka wapi? Na wakati wengine katekista anaomba sala, hiyo si ni sala ya nini? Anamuomba nani? Mimi sijui. Paroko si yakaona. Pengine katekista amepata cha juu, naomba mtoto wangu aingie tu huko. Mtaweza kufundisha hiyo parokia hiyo? Mnaweza mkaisimamisha katika imani kwa mtindo huu? Wakati yani unamzunguka paroko wako, unaingiza watu wako na wewe, pengine kwa sababu amekusaidia kitu. Tayari ni rushwa. Sasa ukifanya rushwa katika kanisa, mambo yaendi. Na ndio maana ushirikiano kati ya paroko na wewe. Paroko aliyekabidhiwa parokia hii, anayesimamia hii parokia, atakupa maelekezo. Kinachotakiwa katika ushirikiano huo, unyenyekevu, kusikiliza kwa makini, kwa sababu usiposikiliza mkafanya ovyo, mwisho wakati ni kukwaruzana. Katika kukwaruzana huko, mwisho anasema kwamba mimi haki zangu haziendi vizuri. Kwa hiyo ukweli ni Yesu Kristo mwenyewe, kwa kusimama thabiti, kuwa thabiti katika ukweli. Lakini pamoja na hayo, usafi wa moyo. Hawa jamaa walishawishiwa sana mambo ya ajabu walipokuwa kule ndani, na tunasema kwamba Karoli Lwanga alilinda watu hawa wasije wakaingia katika unyanyasaji huu. Waingereza sasa kwenye abuse, na katika hili wakadumu katika usafi wa moyo, wakimwangalia Yesu Kristo. Sasa wengine nasema usafi wa moyo ni watawa tu naishi. No, wote. Usafi wa moyo usiogawanyika. Umejaa tamaa, kwa mfano huku na huku, leo nasema niko kanisani, leo siku niko huku, leo unachanganya imani, mara ushirikina, mara utafanyeje hayo yote? Unaweza kushangaa katekista anaenda kwa waganga wa kienyeji, mko kwa katekista watatu. Katekista anaenda kwa waganga wa kienyeji, anataka paroko ampende zaidi kuliko makatekista wengine watatu. Huo sio usafi wa moyo, huo ni upendo huo ambao umegawanyika. Moyo umegawanyika, mara ushirikina, mara nini, na tamaa mbaya, vinaharibu taswira ya imani na vinaharibu yale malengo. Lakini vile vile kuwa thabiti katika tunu za Injili, kutohalalisha mambo ambayo hayana maana, kutohalalisha mambo ambayo ni mabaya, kusimama katika ukweli, na wakati huo wewe mwenyewe ukijiangalia mwenyewe, ukijua uko katika usafi wa moyo, lakini upo unasimamia tunu za Injili. Na haya yote yakiwa yanaongozwa na sadaka kubwa unayoitoa wewe. Tunapomwangalia Mtakatifu Karoli Lwanga, pamoja na hayo, ndio maana walisimama hivyo. Lakini tunaangalia damu yao, ye Karoli Lwanga na wenzake wafia dini, ilikuwa ni mbegu ya Kikristo, ni mbegu ambayo imepandwa na kustawi. Kiangalia Uganda kule, Ukristo ulistawi zaidi. Tukiangalia na sisi wenyewe kwa ushahidi wetu, kwa kufia dini kwetu, kuishi fadhila za Kikristo, Ukristo unastawi. Lakini tukiweka Ukristo kama kichaka cha kuficha maovu yetu, sema mimi ni Mkristo lakini uko ndani hovyo, tunaharibu na tunakuwa kikwazo kwa watu wengine. Kwa Karoli Lwanga na wenzake walipokea kifo kwa utulivu na sala.
Ndio maana wakati wanachomwa, Karol Lwanga anasema kwamba yani kama mnanimwagia maji. Haoni maumivu, macho yake, moyo wake unamwelekea Kristo, kiasi kwamba anaona maumivu hayapo, ni kama wanamwagia maji tu. Sadaka yao ilikuwa ni kama cheche za moto iliyoeneza huo moto mkali, yani Ukristo. Sasa imani sehemu mbalimbali, kacheche kadogo, cheche zile za moto zikaeneza Ukristo. Kwa hiyo hayo yote lazima kuyaangalia katika magumu, katika shida, kusimamia imani na maadili, kuwa tayari kufa, kudumu katika mateso, kuungama upendo kwa Kristo katika mateso. Na mateso yenu haya, pamoja na matukano yenu, pamoja na dharau zenu, mimi ni wa Kristo. Kwa haya yote lazima kuangalia kwa namna pekee. Lakini wakati huo kusamehe wale ambao wanakunenea mabaya, wale ambao wanakufanyia mabaya, kwa kumwangalia Kristo mwenyewe. Kwa sababu katika haya yote ukiweka ubinadamu utaweza, kwa sababu ni tendo la kimungu linalohitaji neema zake ili kuweza kushinda dhidi ya haya yote haya, kuweza kushinda. Kwa sababu ya tunapomkumbuka na tunapoomba ulinzi wa Mungu mwenyewe kupitia watakatifu hawa, kwa namna pekee somo wetu Mtakatifu Karol Lwanga, tusaidiane sisi kama makatekista, tuongozane sisi kama makatekista, tupeane moyo kama makatekista katika magumu tunayopitia. Jimbo letu ni changa, na ukiangalia, ukienda kama Mandera, ukienda kama Rugoba, Chalinze kule, au kaenda Ngerengere, utaona kwamba kuna vigango vingi sana, na vingine viko huko na huko na huko, lakini namkuta katekista yuko pale. Na makatekista ambao wamechaguliwa viongozi, si kama wametoka wapi, waangalie siku moja tu waseme mualike wenzenu, kama ametoka Mivumuona akaone Ngerengere ikoje, akaone Mandera ikoje, akaone Rugoba ikoje, Chalinze, Bwawani. Ukibaki huku unaweza kushangaa, unakuwa kama unaangalia huku unaona jimbo kuu la Dar es Salaam tofauti. Lakini hata katika jimbo la kuu la Dar es Salaam uende kule Utete, umuulize paroko wa Mivumuona anafahamu Utete kukoje, atakuelezea, amekaa muda mrefu sana kule, anajua. Kwa hiyo lazima tusaidiane, na lazima tuombeane, na ni lazima tuteane moyo. Na adhimisho kama hili ni muhimu sana. Katika kuadhimisha tunadumisha umoja, katika kuadhimisha tunahuisha hata maisha yetu na utume wetu, tunashirikishana na tunapeana moyo kuendelea mbele. Lakini kama kila mtu akiwa peke yake ni shida. Kwa mfano saa hizi tutakuwa na kongamano la makatekista kule Singida, lazima kuliangalia kwa namna pekee. Tuende nikutane na wenzangu na Wasumbawanga, ni wapi na wapi, kila mtu ana hali yake. Lakini tunaposhirikishana unaweza kusema kwamba mimi nisikii kwamba nina shida, kumbe mimi ndio niko ahueni kabisa. Unaposhirikishana unapata nguvu zaidi kwenda mbele. Kwa sababu ya mambo haya ni muhimu. Ninyi ni wa kanisa, na kanisa linawathamini sana nyinyi makatekista. Nipata picha kama msinge kuwepo makatekista nyinyi, tusiwe na vio vya katekesi ambavyo makatekista wanatoka huko, mapadi tuko wachache, hatutaweza. Ndio maana tunahitaji, hata Baba Mtakatifu Francisco alikumbuka hiyo, ndio maana kaandika ule waraka wake Anticum Ministerium, kwa ajili yenu, kuenzi utume wenu huu, na usijidharau. Fanya kazi kwa bidii, utume wako fundisha kwa bidii, na wewe jifunze kwa bidii.
Na kama katekista lazima uwe na katekisimu. Sio katekisimu ndogo hizi, katekisimu ya kanisa kubwa hii. Uwe nayo ile. Lazima uwe na Biblia. Kama una Biblia utashangaza. Sienda kuchukua Biblia yoyote ile. Ni Biblia ambazo zinaelekezwa. Kama ujui, muambie paroko naomba Biblia ambayo inafaa kwangu mimi kujifunza zaidi na zaidi. Ndio maana tunapokuja kwenye vipaimara tukija hapa, wanatamani niseme nimuulize katekisa, lakini sije nikamdhalilisha pengine. Kwa narudi nyuma, msema unaweza kusikia swali kadogo kumbe kwake ni kakubwa sana. Kwa narudi nyuma nasema asije akajisikia vibaya. Kwa hiyo nyie someni Biblia, nafundisha watoto wenu Biblia. Na mnapowafundisha watoto wenu hao, mnawafundisha kwa ajili, kwa mfano kipaimara, wafundisheni maisha. Wasikariri tu. Wakati fulani mnakuwa bize, maswali yameulizwa kule ni maswali gani? Unaweza kuwa na listi yote ukaandika kitabu kabisa. Lakini mwisho wakati ukafundisha yale yanageuka tena, kesho tena kitu kingine, kesho kuto kitu kingine. Kwa sababu hiyo wafundishe watafakari neno la Mungu. Wafundishe waelewe neno la Mungu, sakramenti za kanisa, lakini imani Katoliki na maadili Katoliki na maisha Katoliki. Wajue kabisa neno la Mungu, wajue maadhimisho. Ndio maana wakati fulani wanaulizwa kwenye maadhimisho, lakini wajue kwamba nina wajibu wa kusaidia wenzangu ambao hawajiwezi na wanahitaji msaada wangu. Na kwa sababu tuombeane zaidi, na mwakani tuwe wengi zaidi kadiri tunavyoenda na kuimarisha umoja wetu kama makatekisi. Tumsifu Yesu Kristo.